Bwana, ukisema kwamba gari la Jonathan Kangalombo, nyota mpya wa klabu ya Yanga ambaye alisajiliwa kwenye dirisha dogo la usajili limewaka, haukosei. Na hiyo inatokana mara baada ya hii leo pia Jonathan Kangalombo kuingia kambani ama kifunga goli moja kwenye mawili ambayo yamefungwa hii leo kwenye mchezo wa hatua ya 16 ya kombe la CRDB dhidi ya Songea United. Bwana, Jonathan Kangalombo amefunga goli hilo na alifunga goli la pili akipokea pasi safi kutoka kwa Pacome Zouzoua Profesa na kuifanya Yanga kuibuka na ushindi kwa magoli 2-0 na kuweza kutinga hatua ya robo finali ya kombe hilo la CRDB. Bwana, kwa nini tunasema gari la Jonathan Kangalombo limewaka? Tunafahamu kabla ya mchezo huu, mchezo uliotoka ulikuwa ni mchezo wa kirafiki dhidi ya Singida Black Stars, mchezo ambao uliharibika mara baada ya mvua kunyesha, lakini kabla ya mchezo kuharibika ama matokeo ilikuwa ni 1-1 na moja kati ya goli la Yanga lilifungwa na huyo Jonathan Kangalombo. Licha kuwa kwamba haukuwa mchezo wa kimashindano, lakini ni moja kati ya mchezo ambao Jonathan Kangalombo alifunga. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba mechi 2 mfululizo Jonathan Kangalombo amefunga. Kwa hiyo ndio maana tunasema gari la Jonathan Kangalombo limewaka, lakini ni kufahamisha kwamba huu ni mchezo wa 3 ukijumlisha na ule mchezo wa kirafiki unakuwa ni mchezo wa 4 kwa Jonathan Kangalombo kucheza akiwa ndani ya klabu ya Yanga. Tunafahamu mchezo wake wa kwanza ulikuwa dhidi ya Pamba Jiji na mchezo wake wa pili ulikuwa dhidi ya Coastal Union. Mchezo wake wa 3 ulikuwa ni wa kirafiki dhidi ya Singida Black Stars, mchezo ambao pia haukumalizika kwa dakika zote 90 mara baada ya mvua kubwa kunyesha na mchezo kuweza kuahirishwa. Na huu ni mchezo wake wa 4 toka alipojiunga ndani ya klabu ya Yanga kwenye dirisha dogo la usajili. Kwa hiyo unaweza kusema kwenye mechi za kimashindano Jonathan Kangalombo amefunga goli moja ambao amelifunga ile dhidi ya Songea United. Kwa hiyo tunasema kwamba gari la Jonathan Kangalombo limewaka, lakini pia tumeona kongole nyingi za mashabiki wa klabu ya Yanga kwenye ukurasa wa klabu ya Yanga mara baada ya matokeo kutamatika, wengi wakiwa na matarajio makubwa sana na Jonathan Kangalombo kutokana na kiwango ambacho ameendelea kukionyesha ndani ya kikosi hicho. Bwana, mara baada ya ushindi huo, bwana, Yanga wanafuzu sasa hatua ya robo finali na wanakamilisha timu 8 ambazo tayari zimeshakwisha kufuzu. Bwana, timu ambazo tayari zimeshakwisha kufuzu hatua ya robo finali ya kombe la CRDB ni pamoja na JKT Tanzania, Mbeya City, Singida Black Stars, Stand United, lakini pia Kagera Sugar, Pamba Jiji pamoja na wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo hivyo ndivyo vilabu ambavyo tayari mpaka sasa vimeshakwisha kutinga hatua ya robo finali ya kombe la CRDB. Kwa sasa tunasubiri kuona draw itakuwaje. Yanga nakutana na nani kwenye hatua ya robo finali ya kombe hilo la CRDB, na Jonathan Kangalombo ukiwa ni mchezo wake wa kwanza kabisa kwenye kombe hili akifunga goli mchezo wake ama goli lake la kwanza kwenye kombe la CRDB. Tunafahamu mchezo dhidi ya Coastal Union ilikuwa pia ni mchezo wa kombe la CRDB, lakini hakuweza kuzifumania nyavu. Kwa hiyo kwenye kombe la CRDB Jonathan Kangalombo anafunga goli lake la kwanza, lakini pia anafunga goli lake la kwanza la kimashindano toka alipojiunga ndani ya klabu ya Yanga, ukiachana na lile ambalo alifunga kwenye mechi ya kirafiki dhidi ya Singida Black Stars. Kwa Jonathan Kangalombo unaweza ukasema kwamba kile ambacho pengine amekuwa akikiahidi kupitia kwenye kurasa wake wa Instagram kwamba mashabiki wa Yanga wampe support, mashabiki wa Yanga wasichoke kuja uwanjani, basi pengine kimeanza kulipa, na pengine huenda sasa moto wa Jonathan Kangalombo ukaanzia kwenye mechi dhidi ya Songea United, kwa sababu tuliona mara baada ya kufunga dhidi ya Singida Black Stars kwenye mchezo wa kirafiki, hii ni mechi yake ya pili sasa anafunga. Kwa unaweza ukaona kwamba ni moja kati ya muendelezo mzuri sana kuelekea kwenye mechi nyingine zilizosalia. Tunafahamu Yanga kwenye upande wa ligi kuu soka Tanzania bara wamesaliwa na mechi 8 za ligi kuu soka Tanzania bara, lakini pia wakiwa tayari wameshakwisha kutinga
hatua ya robo finali ya kombe la CRDB. Tunafahamu Yanga ndio mabingwa watetezi wa kombe hili. Kwa hiyo hiki ambacho wanakifanya wanafanya ili kuhakikisha kwamba wanatetea kombe lao la CRDB ambalo waliweza pia kulichukua. Kwa hiyo Jonathan Kangalombo ameendelea kuwapa matumaini mashabiki wa klabu ya Yanga, ameendelea kumfanya sasa kocha Miludi Hamdi kuona kwamba anafaa sasa kwa matumizi. Tunafahamu baada ya kusajiliwa kwenye dirisha dogo la usajili hakuweza kucheza mechi kadhaa, na moja kati ya mambo ambayo alikuwa anazungumzwa ni uzito ambao ulimfanya siweze kucheza, au fitness ambayo alikuwa nayo haikuweza kabisa kumruhusu kuanza kucheza. Lakini baada ya kukaa sasa tumeona akianza kupata nafasi kwenye mechi dhidi ya Pamba Jiji jijini Mwanza, ambapo Yanga alibuka na ushindi wa goli 3. Baada ya hapo kocha ameanza kumpanga dhidi ya Coastal Union, tumeona pia akiingia, lakini pia akamwamini mechi ya kirafiki dhidi ya Singida Black Stars akafunga goli 1, na leo pia amemwamini kwa dakika zote 90 na ameweza kufunga pia goli 1 kati ya mawili ambayo yamefungwa. Tunafahamu mchezo wa leo ambapo Yanga amebuka na ushindi wa magoli 2-0. Goli la kwanza lilifungwa na Kenya Duke Abuya kabla ya Jonathan Kangalombo kuweka msumari wa pili na wa mwisho kwenye mchezo huo na kumalizika kwa Yanga kuibuka na ushindi wa magoli 2-0. Kwa hiyo moja kati ya jambo ambalo linazungumzwa na mashabiki ni kiwango cha Jonathan Kangalombo, na wengi wakionekana kuwa na matumaini makubwa kwa Jonathan Kangalombo kuelekea kwenye michezo inayofuata. Tunafahamu kwa sasa mara baada ya Yanga kutolewa kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika, kwa sasa amesaliwa tu na mashindano mawili, kombe la CRDB pamoja na kombe la NBC, ndipo ambapo nguvu yao kubwa imeelekezwa huko. Tunafahamu mara baada ya mchezo huu wa kombe la CRDB hatua ya 16, mchezo unaofuata ni wa ligi kuu soka Tanzania bara dhidi ya Tabora United, ni moja kati ya mchezo mgumu. Tunafahamu mchezo wa kwanza ama mchezo wa duru ya kwanza Yanga walikubali kichapo cha goli 3-1 kutoka kwa Tabora United. Kwa hiyo mchezo mwingine unaofuata ni huo. Kwa hiyo tunasubiri na kuona nini ambacho pengine kitatokea, ama Jonathan Kangalombo ataendeleza moto wake kwenye mechi hiyo na itakuwaje, na kusubiri na kuona nini ambacho kitatokea. Lakini kubwa zaidi ni mwendelezo wa Jonathan Kangalombo, rekodi ambayo anataka kuitengeneza mara baada ya kusajiliwa kwenye dirisha dogo la usajili akitokea ndani ya klabu ya AC Vita. Kwa hiyo huyo ndio Jonathan Kangalombo, wengi wakipenda kumuita Ikanga Speed kutokana na uwezo wake wa kukimbia, uwezo wake wa kupiga chenga. Kwa lakini pia tumeona namna ambavyo akitumia baadhi ya nafasi ambazo amekuwa akizipata ndani ya klabu ya Yanga. Kwa hiyo ni moja kati ya taarifa ambayo nimeona nikusogezee kuhusiana na Jonathan Kangalombo, mwendelezo wake, lakini namna ambavyo ameendelea kuimprove kwenye baadhi ya mechi ambazo amekuwa akipatiwa nafasi na Miludi Hamdi. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.